Ripoti yetu imezinduliwa jamani, kama mnavyoiona ni ripoti ya haki za binadamu kwa mwaka 2025 na thimu yake kubwa ni matukio ambayo yametokea Oktoba 29, matukio ya uchaguzi kama yanavyoonekana hapo, ambapo yameathiri kwa kiasi kikubwa haki za binadamu kwa nchi yetu ya Tanzania. Ripoti yetu kama nilivyosema hapo awali inapatikana kwa njia ya mtandao kwenye website yetu, mkiingia kikoa cha www.humanrights.or. Na sasa hapo haishangazi kuona kwamba haki ya kuishi imeendelea kuwa haki ambayo imekiukwa zaidi kwa sababu ya mauaji mengi ambayo yalitokea 2025, tunaita mauaji kinyume na sheria. Lakini pia haki ya kuwa huru na salama ilishika nafasi ya pili, haki ya usawa mbele ya sheria nafasi ya 3, nafasi ya 4 imeenda kwa uhuru dhidi ya ukatili, na nafasi ya 5 ni uhuru wa kuabudu. Kwa hizo ndo haki kuu 5 ambazo zilikiukwa zaidi kwa mwaka 2025 kulingana na tathmini ambayo tumeifanya. Sasa twende moja kwa moja upande wa matokeo makuu na masuala makuu ambayo yaliibuliwa, tukianza na mauaji kinyume na sheria. Naam, na mauaji hayo ya kinyume na sheria yamegawanyika katika makundi mbalimbali. Kundi la kwanza ni yale mauaji yaliyotokana na machafuko ya Oktoba, ambapo ripoti mbalimbali zinaonesha kwamba inaaminika mamia ya watu waliuawa. Kuna nyingine zinasema maelfu, na pia kulikuwa kuna mili ambayo ilikuwa inaonekana kwenye vituo mbalimbali vya afya. Nadhani watu wote mliweza kuona picha na video mbalimbali zinazoogofya kuhusiana na matukio hayo ya Oktoba 2025. Lakini kitu kikubwa ambacho tulikiona ni matumizi ya nguvu kupita kiasi, na upande wa Zanzibar hakukuwa na matukio kama hayo. Naam, matukio hayo yaliyosababisha mauaji kipindi cha machafuko ya Oktoba itokea zaidi kwenye mikoa ya Dar es Salaam. Kwanza kabisa, pendekezo kuu ni kuimarisha uwajibikaji na ulinzi wa haki za binadamu. Hilo ni swala la kwanza, ikiwemo kufanya upelelezi unaohitajika na kuhakikisha wale wote waliokiuka haki za binadamu wanawajibishwa kwa mujibu wa sheria. Lakini pia kuna kufanya marekebisho ya kisheria na kisera. Tumeainisha kwa kina kwenye ripoti yetu sheria mbalimbali ambazo zina mianya inayopelekea ukiukwaji wa haki za binadamu. 3 ni utekelezaji sasa madhubuti. Baadhi ya sheria tunazo ni nzuri, lakini utekelezaji wake ndio shida. Kwa hiyo zile sheria ambazo ni nzuri, hazina shida, basi zitekelezwe ipasavyo sambamba na sera zinazohusiana na hizo sheria. 4 ni kuimarisha upatikanaji wa haki. Bado hiki ni kilio kikubwa kwa wananchi, upatikanaji rahisi wa haki, na haki ipatikane kwa muda. Tuna msemo wetu wana sheria, justice delayed is justice denied. Haki ambayo inacheleweshwa ni haki ambayo imenyimwa. Na 5 ni kukuza ujumuishaji na usawa. Tusisahau makundi mbalimbali katika jamii. Na hii ni pamoja na kutatua changamoto mbalimbali na vikwazo ambavyo vinasababisha wasiweze kufurahia na kutekeleza haki zao mbalimbali kama binadamu. Kwa kifupi, hayo ni mambo ambayo yameangaziwa kwenye ripoti, lakini ripoti imeelezea kwa kina masuala hayo na nini kiweze kufanyika.